Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, karibu tena katika mfululizo wa masomo ambao tumekuwa tukijifunza. Na katika kipindi kilichopita tuliweza kuona somo linalosema kujua na kuelewa wakati, na tukaona tukitaka kufanya ushirika pamoja na Mungu, hii ndiyo hatua ya kwanza ambayo tunatakiwa kuipitia, ndio ufunguo wa hatua nyingine zote. Kwa hiyo tukatazama katika neno la Mungu ya kwamba tunatakiwa kujua wakati, kwa sababu hata adui yetu Shetani, ambaye si mnufaika mpango wa ukombozi, anajua wakati. Na wakati ambao Shetani anaufahamu ni wakati ambao Mungu amemfunulia mwanadamu na ameutenga kwa ajili ya ukombozi wake. Kwa hiyo tukaona sisi kama watu wa Mungu tumelala kwa sababu Shetani ametushambulia na ametuweka katika usingizi, na ametushambulia kwa sababu moja tu tulitazama, ni kwa sababu hatujui wakati. Kwa katika somo tulilopita tuliona ya kwamba sisi kama watu wa Mungu tuko gizani, tuko katika usingizi, ni vipofu, hatuoni. Na tukaona ujumbe utakao tuamsha katika usingizi huu lazima kwanza utufunulie nuru ya wakati. Kwa hiyo wakati pekee ndicho kitu ambacho kinaweza kutuamsha katika usingizi. Kwa hiyo ni somo ambalo tulilitazama katika kipindi kilichopita, na tukaona ya kwamba kadiri ghadhabu ya Shetani inaongezeka ni ishara ya kwamba muda wetu wa ukombozi unazidi kuwa mfupi, kwa sababu tulisoma katika kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 623 ya kwamba ghadhabu ya Shetani inaongezeka kadiri muda wake unavyozidi kuwa mfupi. Kwa hiyo tunapoona ghadhabu ya Shetani inavyoongezeka katika dunia yetu ni ishara ya kwamba muda wa ukombozi unazidi kuwa fupi. Kwa hiyo tuliona sio tu Shetani anayojua wakati, lakini hata malaika zake wanajua wakati. Lakini atukuzwe Mungu, kuna mafungu tulitazama ya kutualika kujua wakati. Tulitazama fungu la Warumi 13 mstari wa 11, Mtume anaposema naam, tukiujua wakati ya kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu upo karibu nasi kuliko pale tulipoanza kuamini. Lakini pia tukatazama katika kitabu cha Waefeso, neno la Mungu linasema katika kitabu cha Waefeso 5 mstari wa 14 hadi 16, tuliona maneno yanayosema hivyo, usema amka wewe usinziae, ufufuke katika wafu na Kristo atakuangaza. Anaendelea kusema ya kwamba basi jiangalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa hiyo tukapata somo ya kwamba kujua wakati ni wajibu wa Mkristo, na ndilo azimio la kwanza la kumsaidia kufanya ushirika pamoja na Mungu. Na nikawaahidi katika siku ya leo tutatazama mwendelezo wa somo hili chini ya kichwa kinachosema mkokotoo wa wakati. Kwa hiyo somo la leo kama ulivyoandika katika kipindi kilichopita ni mkokotoo wa wakati. Lakini kabla ya kuanza somo hili, ningependa kuweza kukualika, ikiwa una nafasi ya kupiga magoti utapiga magoti, ikiwa una nafasi ya kusimama utasimama, na ikiwa umekaa unaweza ukainamisha uso wako tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa fursa ya pekee ambayo umetupatia kwa ajili ya kujifunza neno lako. Tunahitaji Roho wako Mtakatifu aweze kuwa pamoja nasi, aweze kuwa na mimi mzungumzaji, na unitumie kwa sababu ni mdhaifu, peke yangu siwezi. Niwezeshe katika kutekeleza jukumu hili katika siku ya leo. Lakini pia hata msikilizaji msaidie aweze kusikia na asisikie tu, bali maneno haya kwa neema yako ayaweke katika matendo siku kwa siku katika maisha yake, ili utakapokuja mara ya pili, tazamaji na msikilizaji pamoja na mimi mzungumzaji tuwe miongoni mwa kundi ambalo litaokolewa na kuishi pamoja nawe milele zote. Tunaamini uwepo wako utakuwa na kila mmoja wetu kuanzia mwanzo hadi mwisho wa somo hili,
kwa jina la Yesu Kristo, amina. Mpendwa, kabla ya kuendelea na somo letu la leo ambalo lina kichwa kinachosema mkokotoo wa wakati, ningependa niweze kusoma nukuu hii kwa ajili ya kuamsha nia yako, lakini sio nia yako tu, hata mimi mwenyewe katika kutafuta Bwana. Nitasoma katika kitabu cha Manuscript Releases. Tasoma katika kitabu cha Manuscript Releases gombo la 3 na ukurasa wa 305. Jumbe wa Mungu anasema, wakati wa taabu ambayo mfano wake haukuwako tangu lilipoanza kuwapo taifa, uko karibu sana kutufikia. Kwa hiyo tuliona hii ndio dhama ambayo iko mbele yetu. Lakini anaendelea kusema, nasi tu kama wale wanawali waliolala. Kwa kanisa la Mungu tuko kama wanawali tuliolala, ni kwa sababu hatujui na kuelewa wakati, na tunashindwa kuelewa wakati, muda ambapo zahama itakayofunga historia ya ulimwengu huu imetukaribia sana. Maana maandiko yanasema tunasimama katika vilele cha zahama za vizazi vyote, kwa sababu zahama ambayo itatokea katika kizazi chetu ni zahama ambayo itakuwa kilele cha zahama nyingine zote, ni zahama ambayo itafunga historia ya ulimwengu. Lakini mimi na wewe tumelala. Sikiliza hiki ambacho mjumbe wa Mungu anaendelea kusema. Anasema hatuna budi kuamka. Kwa hiyo kitu kitakachotusaidia kuweza kupita katika zahama ambayo iko mbele yetu ni lazima tuamke. Lakini tutaamkaje kama tutajua na kuelewa wakati ambao Mungu ameufunua na uko ndani ya uwezo wetu kuweza kufahamu na kuutambua? Anaendelea kusema pia kwamba hatuna budi kuamka na kumuomba Bwana Yesu. Kwa hiyo ili tumuombe Bwana Yesu, hatua ya kwanza inatakiwa tuamke katika usingizi, na kitu pekee kitakachotuamsha katika usingizi ni kujua wakati wetu wa ukombozi. Anaendelea kusema na kumuomba Bwana Yesu aiweke mikono yake ya milele chini yetu na kutubeba na kutupitisha katika wakati wa adha ulio mbele yetu. Kwa hiyo nimesoma nukuu hii kwa sababu ndio ufunguo wa kutusaidia kuelewa somo letu la leo, kujua na kuelewa wakati, lakini chini ya kichwa kinachosema mkokotoo wa wakati. Kumbuka hili somo ni kipengele tu katika kipengele cha kwanza kitakachotusaidia kufanya ushirika pamoja na Mungu, ambao ni kujua na kuelewa wakati. Kwa hiyo leo tutaanza kuangalia hiki kipengele chenye kichwa kinachosema mkokotoo wa wakati. Na wakati tunaozungumzia hapa ni wakati wa mpango wa ukombozi. Na katika masomo yaliyopita, fungua pamoja nami katika kitabu cha Mwanzo. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na ule mstari wa 15. Tutasoma pamoja katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na ule mstari wa 15. Tusikilize kile ambacho neno la Mungu linatuambia kuhusiana na mpango wa ukombozi. Tulijifunza tukaona mpango wa ukombozi ulikuwepo hata kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, lakini ulianza kufanya kazi punde Adamu alipoanguka dhambini. Na tukatoka kuangalia katika kipindi kilichopita katika kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1, neno la Mungu linasema, kwa maana kila jambo na majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo tukaona hata mpango wa ukombozi una muda wake. Hasa swali, je, muda wa mpango wa ukombozi ulianza kuhesabiwa lini? Mwanzo 3:15 inatupatia jibu. Muda huu wa mpango wa ukombozi ulianza kuhesabiwa pale tu Adamu alipoanguka dhambini na Mungu kudhihirisha uadui kati ya Adamu na uzao wake pamoja na Shetani. Unapoangalia kitabu cha Mwanzo 3:15, neno la Mungu linasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Mwanzo 3:15. Na kazia, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke
na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Kwa hiyo kumbe Adamu alipoanguka dhambini, ndipo mpango wa ukombozi ukaanza kufanya kazi, na ndipo sasa muda wa mpango wa ukombozi ukaanza kuhesabika. Kumbuka tunajifunza mkokotoo wa wakati. Tutaliangalia hili somo kwa umakini, mkokotoo wa wakati. Lakini natamani niweze kupatia msingi mzuri utakao kuweza kusaidia kuelewa kabla ya kukokotoa wakati huu katika mpango wa ukombozi. Nitasoma katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Ukurasa wa 759 na ile aya ya 3. Mjumbe wa Mungu unasema, Shetani alimuongoza mwanadamu dhambini. Sikiliza hiki ambacho nabii wa Mungu anasema, ya kwamba Shetani alimuongoza mwanadamu dhambini na mpango wa ukombozi ukaanza kufanya kazi. Sasa swali, je, ni lini ulianza kufanya kazi? Nabii anaendelea kusema katika kitabu cha Elimu ya Kweli kwa Kiswahili, lakini kwa Kiingereza ni kitabu cha Education, ukurasa wa 15 na ile aya ya 2. Nabii anasema, kwa pendo lisilo na kikomo na rehema, mpango wa ukombozi ulikuwepo, na muda wa maisha ya rehema ulitolewa kwa mwanadamu. Kwa hiyo kumbe huu muda wa mpango wa ukombozi duniani ambao Mungu aliutoa kwa mwanadamu ili kuweza kurejesha mahusiano ambayo dhambi ulipoteza, ulianza kuhesabika punde tu kauli ya Mwanzo 3:15 ilipotamkwa. Pale ambapo uadui ulipoweka, ndipo mwanadamu akafunuliwa kwa mara ya kwanza mpango wa ukombozi ambao Mungu aliuweka kwa ajili ya kuweza kumtoa dhambini. Na neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Isaya sura ya 8, nitasoma, fungua pamoja nami kitabu cha Isaya sura ya 8 mstari wa 20. Isaya sura ya 8 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa wasemi sawa sana neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, unapojifunza mkokotoo huu wa wakati, tutathibitisha katika Biblia na roho ya unabii. Ndio maana neno la Mungu linasema waenende kwa sheria na ushuhuda. Kwa hiyo mkokotoo huu hayatakuwa maneno yangu, bali litakuwa ni neno la Mungu lililoandikwa. Tutaanza kuangalia baadhi ya nukuu zinazozungumzia muda wa mpango wa ukombozi duniani. Na muda wa mpango wa ukombozi duniani ndio muda wa pambano kuu. Unapoangalia katika kitabu cha Pambano Kuu, ukurasa wa 518, Great Controversy, na ile aya ya kwanza, sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anaandika kuhusiana na muda wa mpango wa ukombozi duniani, au miaka ya mpango wa ukombozi katika dunia yetu. Na miaka mpango wa ukombozi duniani ndiyo miaka ya pambano kuu. Mjumbe wa Mungu anasema pambano kuu kati ya Kristo na Shetani, na pambano hili lilianzishwa na kauli ya Mwanzo 3:15 kama tulivyosoma, ambalo linaendelea kwa karibu miaka 6,000, karibu linakwisha. Kwa hiyo inamaanisha miaka 6,000 itakapoisha ndipo pambano kuu litakwisha, au muda wa mpango wa ukombozi utakuwa umefikia mwisho. Anaendelea kusema, na hivyo muovu anazidisha juhudi zake maradufu ili kushinda kazi ya Kristo anayoifanya kwa niaba ya mwanadamu na kuwakaza watu katika mitego yake. Anaendelea kusema kuwashikilia watu katika giza na kuto kutubu mpaka upatanisho wa Kristo unaisha, na huku hakuna dhabihu nyingine tena kwa ajili ya dhambi. Ndilo lengo analotafuta kulitimiza. Lakini pia ukija ukaangalia katika kitabu cha Wazee na Manabii, ukurasa wa 342, ile aya ya kwanza, Patriarchs and Prophets, ukurasa wa 342 na ile aya ya kwanza. Sikiliza pia kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Anasema mpango mkuu wa ukombozi
mpango mkuu wa ukombozi unaishia katika kurejesha dunia kikamilifu katika fadhila za Mungu. Vyote vilivyopotezwa na dhambi hurejeshwa. Siyo mwanadamu tu, lakini dunia pia inakombolewa kuwa makao ya milele kwa watiifu. Kwa muda, tatilia mkazo hapa, kwa muda wa miaka 6,000 Shetani amepambana kudumisha umiliki wa dunia. Sasa mpango wa awali wa Mungu umekamilishwa. Lakini sikiliza pia nukuu hii inayozungumzia kwamba miaka 6,000 ndiyo muda wa mpango wa ukombozi duniani, au ndiyo muda wa pambano kuu. Inatoka pia katika kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 656 na ile aya ya kwanza. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema: mshindo utafika hata mwisho wa dunia, maana Bwana ana mashindano na mataifa, atateta na watu wote wenye mwili, na waovu atawatoa wauawe kwa upanga. Ananukuu fungu la Yeremia 25 mstari wa 31. Anaendelea kusema, kwa miaka 6,000 pambano kuu limekuwa likiendelea. Mwana wa Mungu na wajumbe wa mbinguni wamekuwa katika mapigano na mamlaka ya mwovu, kuwaonya, kuwaangazia na kuwaokoa watoto wa wanadamu. Anaendelea kusema, na sasa wote wameishafanya maamuzi yao. Waovu wameungana na Shetani kikamilifu katika vita yake na Mungu. Muda umewadia kuthibitisha mamlaka yake iliyovunjwa. Sasa pambano sio Shetani peke yake, bali na wanadamu pia. Bwana ana mashindano na mataifa, atawatoa waovu wauawe kwa upanga. Kini nitaendelea kusoma katika kitabu hiki cha Pambano Kuu, kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy, ukurasa wa 659 na ile aya ya 3. Mjumbe wa Mungu anasema, kwa muda wa miaka 6,000 kazi ya uasi wa Shetani imefanya dunia kutetemeka. Anasema kwa muda wa miaka 6,000 kazi ya uasi wa Shetani imefanya dunia kutetemeka. Ameufanya ulimwengu kama pori na kuangamiza miji yake, na afungui nyumba ya wafungwa wake. Tutaangalia nyumba ya wafungwa wake inayozungumziwa hapa ni nini. Maandiko yatatueleza ya kwamba nyumba ya wafungwa wa Shetani inayozungumziwa hapa ni kaburi, na tunafahamu hakutakuwa na ufufuo mpaka Kristo aje mara ya pili. Na ili Kristo aje mara ya pili, ni lazima muda aliyouweka katika mpango wa ukombozi duniani ufikie mwisho, ambao ndio muda wa pambano kuu, na maandiko ametuambia ni muda wa miaka 6,000. Anaendelea kusema katika kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 659 na aya ya 3. Mjumbe wa Mungu anasema, kwa muda wa miaka 6,000 gereza lake limekuwa likipokea watu wa Mungu, na angeendelea kuwashikilia mateka milele, lakini Kristo amevunja vifungo vyake na kuachilia huru wafungwa. Kwa hiyo gereza la Shetani ni kaburi, na Shetani siku zote anatamani kukwamisha mpango wa ukombozi, kwa sababu anajua kama atafanikiwa kukwamisha mpango wa ukombozi usifikie mwisho, hata watakatifu waliolala katika Kristo hawatakuwa na tumaini la ufufuo. Lakini maandiko yanatuambia atashindwa, hatoweza kufanikiwa. Kwa hiyo nimetoka kukwambia gereza linalozungumziwa hapa ni kaburi. Unapoangalia katika kitabu cha Ayubu, fungua pamoja nami, chukua Biblia yako ufungue pamoja nami katika kitabu cha Ayubu sura ya 17 na ule mstari wa 13. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Ayubu sura ya 17, nitasoma ule mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, nikitazamia kuzimu. Neno kuzimu lilotumika hapa linawakilisha kaburi.
anasema nikitazamia kuzimu, na Biblia ya King James Version imesema kaburi. Kwa lugha nyingine angeweza kusema nikitazamia kaburi kuwa nyumba yangu. Kumbuka nukuu imetuambia nyumba ya wafungwa wa Shetani, ambayo nimekwambia ni kaburi. Maandiko anatuambia, anaendelea kusema pa ya kwamba nikitandika malazi yangu gizani. Lakini pia unapotazama katika kitabu cha Isaya, fungua pamoja nami katika kitabu cha Isaya sura ya 14 mstari wa 18 hadi mstari wa 20, tutaona gereza la Shetani au nyumba ambayo inawashikilia watu wa Mungu ni kaburi. Unapotazama katika kitabu cha Isaya, fungua pamoja nami katika kitabu cha Isaya sura ya 14 na ule mstari wa 18 hadi mstari wa 20. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Isaya, kumbuka nilikwambia hautakiwi kukosa Biblia yako, hautakiwi kukosa kalamu pamoja na daftari kwa ajili ya kutunza kumbukumbu. Kwa hiyo fuatana pamoja nami kwa utaratibu na kwa umakini mkubwa. Anasema, na wafalme wote wa mataifa wamezikwa wote kwa heshima, kila mmoja ndani ya nyumba yake mwenyewe. Kwa hiyo nyumba ambayo nimekuambia ni kaburi, hata fungu hili linathibitisha ya kwamba nyumba ambapo Shetani anawaweka wafungwa wake ni kaburi. Na maana mstari wa 18 anasema, na wafalme wote wa mataifa wamezikwa wote kwa heshima, kila mmoja ndani ya nyumba yake mwenyewe. Kila mmoja ndani ya nyumba yake mwenyewe. Kwa lugha nyingine, katika kitabu cha Isaya 14 mstari wa 18, ukija ukalinganisha na kitabu cha Ayubu 17:13, ni lugha moja inayozungumziwa hapa, kwa sababu Ayubu anasema nikitandika malazi yangu gizani, lakini sehemu ya kwanza ametangulia kusema nikitazamia kaburi kuwa nyumba yangu. Kwa hiyo kumbe kaburi ndio nyumba. Ndio maana ukija ukahusianisha na hili fungu la Isaya 14:18 anasema wafalme wote wa mataifa wamezikwa wote kwa heshima, kila mmoja ndani ya nyumba yake mwenyewe. Na tumetoka kusoma katika Ayubu, neno la Mungu linatuambia tunaposoma Biblia, anasema kwa maana kanuni juu ya kanuni, amri juu ya amri, huku kidogo na huku kidogo. Unapoangalia Isaya 28 mstari wa 10. Kwa hiyo tumetoka kulinganisha fungu la Ayubu 17 mstari wa 13 na fungu la Isaya 14 mstari wa 18, tukaona kumbe nyumba inayozungumziwa hapo ni kaburi, kwa sababu Ayubu ametaja wazi nikitazamia kaburi kwa nyumba yangu, na Isaya anasema kila mmoja ndani ya nyumba yake mwenyewe. Amefanya nini? Amezikwa, kwa sababu fungu linasema wafalme wote wa mataifa wamezikwa wote kwa heshima, kila mmoja ndani ya nyumba yake mwenyewe. Mstari wa 19, bali wewe umetupwa mbali na kaburi lako. Kumbe hata tu ukija ukasoma Isaya yenyewe ukaifuatilia hatua kwa hatua inajifafanua. Anasema kama chipukizi lililochukiza kabisa, kama vazi la wale waliouawa. Anaendelea kusema wale waliochomwa kwa upanga, wale washukao mpaka misingi ya shimo, kama mzoga uliokanyagwa chini ya miguu. Mstari wa 20 anahitimisha kwa kusema hutaungamanishwa pamoja nao katika mazishi, kwa maana umeharibu nchi yako, umewaua watu wako, kizazi chao watendao uovu hakitatajwa milele. Lakini pia sikiliza nukuu hii katika kitabu cha inaitwa katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho, kwa Kiingereza inaitwa Heavenly Places, ukurasa wa 369 na ile aya ya 4. Hapa mjumbe wa Mungu anataja moja kwa moja kwamba gereza la Shetani ambalo anashikilia watu wa Mungu ni kaburi. Unapoangalia katika kitabu cha katika ulimwengu wa roho, kwa Kiingereza ni Heavenly Places, ukurasa wa 369 na ile aya ya 4. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Anasema sasa ni wakati wa kupokea neema na nguvu na uweza, kuunganisha na jitihada zetu za kibinadamu ili tuweze kutengeneza tabia kwa ajili ya maisha ya milele. Tukifanya hivi, tutagundua kwamba malaika watatuhudumia na tutakuwa warithi pamoja na Mungu na warithi waliounganishwa pamoja na Yesu Kristo.
Anaendelea kusema, na pale ambapo parapanda ya mwisho itakapolia. Parapanda ya mwisho inalia pale tu miaka 6000 inapofikia ukingoni mwake, ambao ndio muda wa pambano kuu. Anasema pale ambapo parapanda ya mwisho itakapolia, na wafu wataitwa kutoka wapi? Kutoka katika nyumba zao za gereza. Kwa hiyo nyumba ya gereza ni kaburi. Anaendelea kusema, na punde kubadilishwa, kufumba na kufumbua, taji za utukufu usiokoma zitawekwa kwenye vichwa vya washindi. Malango ya lulu yatafunguka kwa ajili ya mataifa ambayo yametunza ukweli, nayo yataingia. Pambano limekwisha. Huu ni mwisho wa miaka 6000. Lakini pia tusikilize nukuu nyingine ambayo nabii anaitoa kuendelea kuthibitisha huu muda tunaozungumzia mpango wa ukombozi duniani au pambano kuu ni miaka 6000. Unapoangalia pia katika kitabu cha Mashauri juu ya vyakula na lishe, Kiingereza ni Counsels on Diet and Food, ukurasa wa 59, ile aya ya 3. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Kitabu cha Mashauri juu ya chakula na lishe, Counsels on Diet and Food, 59 na ile aya ya 3. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Neno la Mungu linasema, nguvu itawalayo katika uchu wa chakula itasababisha maangamizi kwa maelfu, ambapo kama wangeweza kushinda katika kipengele hiki, wangeweza kuwa na nguvu ya kimaadili kupata ushindi dhidi ya kila jaribu jingine la shetani. Kwa anasema hapo ya kwamba tukiweza kushinda jaribu la uchu wa chakula, tutapata nguvu ya kushinda majaribu mengine yote. Ndio maana hata katika bustani ya Edeni, kitu kilichomwangusha mwanadamu kwa mara ya kwanza ilikuwa ni jaribu juu ya chakula. Hata Kristo alipoenda kujaribiwa nyikani, kitu cha kwanza ambacho alijaribiwa ilikuwa ni dhidi ya uchu wa chakula, na aliposhinda hapo alipata neema ya kushinda majaribu mengine yote. Na hayo yameandikwa yaweze kutufundisha sisi tuliofikiriwa na misho ya zamani hizi. Anaendelea kusema hapa ya kwamba katika kitabu cha Mashauri juu ya vyakula na lishe, ukurasa wa 59 na ile ya 3, anasema, lakini wale ambao ni watumwa kwa uchu wa chakula watashindwa katika kukamilisha tabia ya Kikristo. Anasema muendelezo wa uasi wa mwanadamu kwa miaka 6000 umepelekea magonjwa, maumivu na kifo kama matunda ya uasi wake. Na kadiri tunavyokaribia mwisho wa wakati, jaribu la shetani la uchu wa chakula. Mwisho wa wakati gani ameutaja hapo? Miaka 6000. Katika nukuu hii inajifafanua, anasema na kadiri tunavyokaribia mwisho wa wakati, jaribu la shetani la uchu wa chakula litakuwa lenye nguvu zaidi na ngumu zaidi katika kulishinda. Lakini pia ukija ukaangalia katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro, ameelezea kuhusiana na muda wa mpango wa ukombozi duniani kama miaka 6000, ambao ndio muda wa pambano kuu. Fungua pamoja nami ukiwa na Biblia yako katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro. Kitabu cha waraka wa pili wa Petro, waraka wa pili wa Petro, nitasoma sura ya 3, nitasoma mstari wa 1 hadi mstari wa 8. Kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ya 3, nitasoma mstari wa 1 hadi mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, wapenzi, waraka huu ndio wa pili ni waandikiao ninyi. Katika zote mbili naziamsha nia zenu safi kwa kuwakumbusha, mpate kuyakumbuka yale yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu, na ile amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume wenu, mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na ziaka zao watu wenye kudhihaki. Hata leo unaposimama na kufundisha unabii wa miaka 6000, wengine wanadhihaki.
Kwa hiyo yaliandikwa. Ndio maana Kristo aliwaambia wanafunzi wake, nimewaambia haya kabla hajatukia, ili kusudi atakapotukia mpate kuamini. Kwa hiyo hata hizi ziaka ambazo watu wanazifanya leo kuhusiana na miaka 6,000 sio kitu kigeni, kwa sababu Kristo ametoka kuambia wanafunzi wake ya kwamba nimewaambia kabla hajatokea, ili kusudi atakapotokea mpate kuamini. Ndio maana hapa anaendelea kusema ya kwamba na ziaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe. Anasema na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Na tuliona ya kwamba Kristo hawezi akaja mpaka muda wa ukombozi duniani umefikia mwisho, maana Kristo huongozwa na wakati. Anaendelea kusema hapa ya kwamba mstari wa 4, kwa maana tangu hapo baba zetu walipolala ziaka zao, sikiliza wanavyosema, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Na mpendwa, nataka nikwambie kuna uhusiano mkubwa kati ya uumbaji pamoja na ukombozi. Ndio maana uumbaji ni mwanzo wa ukombozi, ni mwanzo wa kukomesha uasi, kwa sababu maandiko yanatuambia sayari yetu dunia imeumbwa kwa ajili ya kukomesha uasi ambao shetani aliuanzisha katika makao ya mbinguni. Kwa hiyo uumbaji ni mwanzo wa ukombozi, na ujio wa Kristo au timilifu wa ahadi ya kuja kwake ni mwisho wa ukombozi. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa sana kati ya uumbaji na ukombozi. Tuendelee kusoma hapa. Neno la Mungu linasema maana ufumba macho yao wasilione neno hili, ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji. Kwa hiyo hapa kumbuka, kinachomfanya Petro andike mstari wa 5 ni dhihaka ambazo watu wanazileta ya kwamba tangu mwanzo wa kuumba hadi siku za baba zetu vitu vinakaa hali hiyo hiyo. Lakini Petro anaonyesha uhusiano uliopo kati ya uumbaji na ukombozi, ya kwamba aliyeiumba dunia hata iacha hivyo tu, atakuja na kuiweka katika mpango ambao alikusudia uwepo tangu mwanzo. Ndio maana hapa anaendelea kusema mstari wa 5, maana ufumba macho yao wasione neno hili, ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji. Anaendelea kusema hapa, na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Mstari wa 6 nasema kwa hiyo dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji ikaangamia. Ndio maana neno la Mungu linatuambia Mungu ni Alfa na Omega. Ukitaka kuelewa mwisho ni lazima uelewe mwanzo, kwa sababu kila chenye mwisho kina mwanzo. Kwa hiyo ukitaka kuelewa vizuri ukombozi ni lazima pia uelewe vizuri uumbaji. Ndio maana tunapoendelea kujifunza utaona kuna uhusiano mkubwa kati ya juma la uumbaji na muda wa ukombozi. Muda wa uumbaji ulikuwa ni kivuli kilichofunua muda wa ukombozi au kushughulikia uasi ambao Mungu alikusudia kuukomesha, na akaamua kuiumba sayari dunia kuwa kama suluhisho la kukomesha uasi ambao shetani alianzisha katika makao ya mbinguni. Anaendelea kusema hapa ya kwamba mstari wa 6, kwa hiyo dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji ikaangamia, lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno lilo hilo zikilindwa hata siku ya hukumu. Na hukumu haiwezi ikaja mpaka miaka 6,000 ifikie mwisho, au mpaka muda wa ukombozi ufikie mwisho. Anaendelea kusema hapa ya kwamba na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Mstari wa 8, sikiliza anaposoma mstari wa 8, anasema lakini wapenzi, msilisahau neno hili, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000. Kwa hiyo hapa Petro alikuwa, unaposoma mstari wa 1 hadi mstari wa 8, anatoa uhusiano uliopo kati ya uumbaji na ukombozi, na anasema ya kwamba msilisahau neno hili, ya kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Kwa hiyo siku moja ya uumbaji ni miaka 1000 ya ukombozi. Sio tu Petro ambaye amelizungumza hili. Unaposoma pia katika kitabu cha Zaburi, fungua pamoja nami katika kitabu cha Zaburi sura ya 90 na ule mstari wa 4. Kitabu cha Zaburi
Kitabu cha Zaburi sura ya 90 na ule mstari wa 4. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Zaburi sura ya 90 mstari wa 4, uone pia hata mtunga Zaburi anaeleza uhusiano uliopo kati ya siku moja ya uumbaji na muda katika mpango wa ukombozi. Na utagundua kumbe siku moja katika kuumba, kwa sababu siku ina jioni, ina asubuhi, ina usiku pamoja na mchana, ni sawa sawa na miaka 1000 katika mpango wa ukombozi. Unapoangalia katika kitabu cha Zaburi, nitasoma sura ya 90 na ule mstari wa 4, neno la Mungu linasema, maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita. Na unaporejea katika kitabu cha Mwanzo, siku ina sehemu mbili tu, ina jioni, ina asubuhi, ina mchana pamoja na usiku. Anaendelea kusema, maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita, na kama kesha la usiku. Kwa hiyo hapa tunaona kumbe uhusiano uliopo kati ya uumbaji na ukombozi. Tumegundua siku moja ya uumbaji ni sawasawa na miaka 1000 ya ukombozi. Na kumbuka, katika uumbaji Mungu alifanya kazi kwa siku 6. Kwa hivyo katika ukombozi Mungu atafanya kazi kwa miaka 6000, kwa sababu siku moja ya uumbaji ni sawasawa na miaka 1000 ya ukombozi. Hivyo basi siku 6 za kufanya kazi za uumbaji ni sawasawa na miaka 6000 ya ukombozi, ambao ndio muda wa pambano kuu hapa duniani. Lakini mpango wa ukombozi, wapendwa, hautaishia hapa duniani tu, utaendelea hata mbinguni. Na Mungu ameweka kila kitu kizuri kwa wakati. Fungu ambalo ni kitovu cha mafungu mengine yote ni Mhubiri 3:1, anaposema, kwa maana kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo pia hata mpango wa ukombozi mbinguni, Mungu ametenga muda kwa ajili ya mpango wa ukombozi mbinguni. Na muda wa mpango wa ukombozi mbinguni ulikuwa ukiwakilishwa na pumziko la Sabato, kwa sababu kwa siku 6, ukija kusoma kitabu cha Mwanzo, fungua pamoja nami katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 nitasoma mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Mwanzo sura ya 2, nasoma mstari wa 1 hadi mstari wa 3, uweze kuona kumbe Sabato ni kivuli cha muda wa mpango wa ukombozi mbinguni, kwa sababu siku 6 za kazi katika uumbaji tumeona zilikuwa zikiwakilisha miaka 6000 ya mpango wa ukombozi au pambano kuu hapa duniani. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mwanzo 2 sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 3, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Hii siku ya 7 ilikuwa ni kivuli, lakini uhalisia wake ni mpango wa ukombozi mbinguni. Huo muda mpango wa ukombozi mbinguni unahusiana na siku ya Sabato, ambao ndio siku ya 7, siku ya mwisho katika juma la uumbaji. Anaendelea kusema, alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Akaacha, alimaliza. Ndio maana wapendwa, tumesoma nukuu nyeti sana katika kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy 518 aya ya 1, anaposema pambano kuu ambalo linaendelea kati ya Kristo na Shetani kwa karibu miaka 6000 karibu linakwisha. Juma Mungu akaendelea kusema, nimetoka kusoma hapa, ni miongoni mwa nukuu za mwanzo ambazo nimezisoma katika somo la leo. Anasema, na hivyo muovu anazidisha juhudi zake maradufu ili kuweza kuishinda kazi ya Kristo anayoifanya kwa niaba ya mwanadamu. Anasema kuwakaza watu katika mitego yake, kuwashikilia watu katika giza na kutokutubu mpaka upatanisho wa Kristo unaisha, na huku hakuna dhabihu nyingine tena kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa hiyo miaka 6000 Mungu ameitenga hasa kwa ajili ya kuweza kushughulika na ukombozi wa mwanadamu. Kwa hiyo kama mwanadamu hataweza kuokolewa katika kipindi cha miaka 6000, katika kipindi cha Sabato ya mbinguni, miaka 1000 ile milenia,
haitawezekana. Kama vile ambavyo tumepewa siku 6 za kazi kufanya mambo yetu yote, lakini siku ya 7 ni kukomo, hakutakuwa kuna kazi tena, itakuwa ni starehe. Anaendelea kusema hapa ya kwamba mstari wa 3 Mwanzo 2, Mungu akaibarikia siku ya 7 akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Lakini pia unapoangalia katika kitabu cha Waebrania, amefafanua raha hii ya Sabato ni kipindi cha miaka 1000 mbinguni. Unapotazama katika kitabu cha Waebrania sura ya 4, itasoma mstari wa 9 hadi mstari wa 11. Katika kitabu cha Waebrania, fungua pamoja nami katika kitabu cha Waebrania, katika kitabu cha Waebrania sura ya 4, nitasoma mstari wa 9 hadi mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Sabato inayozungumziwa hapa ni kipindi cha miaka 1000 ya amani, ambayo itasherekewa na washindi waliotoka katika pambano dhidi ya shetani katika makao haya ya dhambi. Anaendelea kusema, kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asije kaanguka kwa mfano huo huo wa kuasi. Kwa hiyo raha hii ambayo inazungumziwa hapa, wapendwa, ni kipindi cha miaka 1000. Na katika miaka hiyo 1000, mwingine anaweza kujiuliza nini kitakuwa kinafanyika. Kitakachokuwa kikifanyika sio ukombozi tena, bali ni hukumu ya waovu. Unapotazama, fungua pamoja nami kitabu cha Ufunuo Yohana sura 20 mstari wa 4. Ufunuo Yohana sura 20 mstari wa 4. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Neno la Mungu linasema, kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Ndio maana nimekwambia katika kipindi cha miaka 1000 ya amani mbinguni, ambao ndio muda wa mpango wa ukombozi mbinguni, kitakachokuwa kinafanyika ni hukumu ya waovu. Anaendelea kusema, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Kwa hiyo miaka 1000 ndio miaka ya mwisho inayofunga mpango wa ukombozi mbinguni. Kumbuka, muda mpango wa ukombozi duniani ni miaka 6000 na muda mpango wa ukombozi mbinguni ni miaka 1000. Kwa hiyo muda wa mpango wa ukombozi duniani na mbinguni ni miaka 7000. Na nimekwambia katika kipindi hiki cha miaka 1000 mbinguni, kitakachokuwa kinafanyika pekee ni hukumu ya waovu. Unapoangalia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, fungua pamoja nami katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 2 hadi wa 3. Wakorintho wa kwanza, fungua pamoja nami katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6, nitasoma mstari wa 2 na mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, au hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Na neno sahihi hapa ni dunia, tafsiri ya King James Version. Au hamjui ya kwamba watakatifu wataihukumu dunia? Na hao watakatifu hawapatikani kipindi cha miaka 1000 ya amani mbinguni, wanapatikana kipindi cha miaka 6000 ya pambano kuu au mpango wa ukombozi duniani. Anasema, na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika? Malaika waovu pia watahukumiwa na watakatifu katika kipindi cha miaka 1000 ya amani mbinguni. Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya. Na unaposoma nukuu hii katika kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy, ukasa wa 660 na ile aya ya 4, sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema kuhusiana na hukumu ya waovu.
anasema hukumu ya waovu hufanyika wakati wa miaka 1000, na hii miaka 1000 ndio inafunga miaka 7000 ya pambano kuu duniani pamoja na muda wa mpango kombozi mbinguni. Kwa hiyo miaka 1000 ndio inafunga miaka 7000 ya mpango wa kombozi, ambapo 6000 tumeona ni duniani na 1000 tumeona mbinguni. Kwa hiyo jumla ni miaka 7000. Anasema katika kipindi, kwa hiyo kipindi cha miaka 1000 kipo kati ya kipindi gani na kipindi gani? Anasema katika kipindi kilichopo kati ya ufufuo wa kwanza na ufufuo wa pili, na ufufuo wa kwanza ni baada ya miaka 6000. Ndio maana neno Mungu linatuambia heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu. Kwa hiyo ufufuo wa kwanza inafanyika Kristo anapokuja mara ya pili baada ya miaka 6000 au pambano kuu kuisha hapa duniani, na ufufuo wa pili ni baada ya miaka 7000 au baada ya miaka 1000 ya amani mbinguni itakapofikia mwisho. Hapo ndipo ufufuo wa pili utakapotokea, Kristo atakapokuja mara ya tatu. Na ufufuo huo ni kwa ajili ya waovu. Ndio maana tunaambiwa kila ambaye hakuonekana katika ufufuo wa kwanza, sehemu yake ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Kwa hiyo leo tumeanza kuangalia mkokoto huu wa wakati. Tumeona wakati mzima wa mpango wa ukombozi ni miaka 7000, kama vile lilivyo juma la uumbaji limechukua siku 7. Na tukaangalia katika kitabu cha Zaburi 90 mstari wa 4 na waraka wa pili wa Petro 3 mstari wa 8 anaposema siku moja kwa Mungu ni kama miaka 1000. Kwa hiyo zile siku 7 za juma la uumbaji ziliwakilisha miaka 7000 katika mpango wa ukombozi. Na kama vile juma la uumbaji lilivyogawanyika katika sehemu mbili, sehemu ya kazi na sehemu ya pumziko, tukaona sehemu ya kazi ni siku 6 na sehemu ya pumziko ni siku 1. Hivyo hivyo mpango wa ukombozi umegawanyika katika sehemu mbili, miaka 6000 muda wa pambano kuu ambao ndio muda ambao Mungu anashughulikia wokovu wa wanadamu, na miaka 1000 ambao ni muda wa kustarehe. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo, ninakualika tena wakati mwingine katika mwendelezo wa somo hili ambalo ni mkokotoo wa wakati. Kwa karibu katika mkokotoo wa wakati sehemu ya pili. Lakini kabla ya kuahirisha kipindi hiki, ningependa kukualika, kama una nafasi ya kupiga magoti tutapiga magoti, kama una nafasi ya kusimama utasimama, na kama umekaa inamisha uso wako tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa haya ambayo umetufunulia. Tuwezeshe tuweze kuwa nyenyekevu na watoto wachanga, ili uweze kutufunulia mengi zaidi, kwa sababu umesema ni wale tu wanaoishi sawasawa na nuru walionayo ndio wanaopokea upendeleo wa kupewa nuru nyingine. Tusaidie Baba, utupatie nuru zitakazotuongoza katika mti wa uzima, zitakazotufanya kuwa washindi na kuwa viumbe wenye furaha zaidi kuliko wote ulimwenguni. Kuwa pamoja na anayenitazama na anayenisikiliza, mwezeshe pia aweze kuwa mwanafunzi makini wa maandiko, akisoma maandiko kwa ajili yake mwenyewe ili apate kuokolewa. Katika somo linalokuja tunahitaji uweze kutulinda, na kwa wakati huo tuweze kuwa pamoja, ili mimi nayezungumza na anayenisikiliza sote tuweze kubarikiwa katika mpango kukua ukombozi. Shikilia afya zetu, kutana na mahitaji yetu ya kiroho na kimwili, na mimi nimesikia na utajibu sasa na mapenzi yako. Ndilo ombi letu kwa imani kwa jina la Yesu Kristo, amina.